Karibuni sana. Asanteni kwa kunifuatilia. Natumaini wengi mna subscribe ili usipitwe na somo lolote ambalo nitakuwa naenda kufundisha mambo mengi kuhusu maisha kidigitali au Bitcoin au sarafu za kidigitali au benki za kidigitali au namna tofauti ya kuchimba. Natumaini wengine mmeshaona nimewapa fursa moja ya kuchimba. Naomba mfuatilie sana hiyo CryptoTab browser na uende kwenye link ile, click link ile, udownload kupitia Play Store, download kupitia kwenye kompyuta yako pia. Hata kama una simu za Apple unaweza. Lengo la leo ni kufundisha jinsi gani kuna sarafu gani nyingine nje ya Bitcoin. Sarafu zingine za kidigitali zipo nyingi tu, na tukiongelea sarafu za kidigitali au cryptocurrency ni sawa na hela ya kawaida ambayo inayotumiwa kubadilisha, lakini yenyewe hii ni kidigitali na kukubalika na watu wengi zaidi kutokana na uwezo ulio sokoni. Sasa hizi sarafu ya kwanza kabisa ndio ilikuwa Bitcoin, ambayo ni baba yao au ndo sarafu ya kwanza kutumika, na zikafuata zingine. Ukiona neno altcoins, neno hilo altcoins, hizi ni sarafu za ziada, ni sarafu ambazo zina nje. Ukiachana Bitcoin, sarafu zingine zinaitwa altcoins. Kwa hiyo ukiingia kwenye website tofauti, ukiingia kwenye sehemu tofauti, ukiona altcoins, jua ni sarafu nje ya Bitcoin. Kwa hiyo zile sarafu zingine zinaitwa altcoins. Lakini zote tunaita cryptocurrency, sarafu za kidigitali zikiwa kiujumla. Hapo mtukio leo nitakuwa naeleza kwa maneno ya kawaida ili msione kuna ugumu wa kujifunza hii sarafu za kidigitali. Sarafu za kidigitali, cha kwanza, zinapendwa au zinatumika katika mfumo wa teknolojia ulio juu kabisa wa blockchain, kwamba ukifanya transaction au ukifanya mabadilisho ya pesa au ukitoa ukiweka au ukifanya mabadilisho yote ya pesa, rekodi zako zinasetiwa kwenye kompyuta tofauti duniani. Yaani rekodi zako, kwa hiyo internet ina control. Kwa hiyo rekodi zako zinasetiwa kwenye kompyuta tofauti. Kwa hiyo mtu inakuwa ngumu kuhack na inakuwa ngumu kuitengeneza mara mbili au kuibia. Labda achukue password yako ya wallet yako. Hivyo basi password yako inakuwa ya kwako, sio ya mtu mwingine. Ni siri yako ya pesa zako. Kila unapoenda, kila kona ya dunia, hiyo ndio utakuwa unafungulia kama wewe binafsi. Nafundisha local Bitcoin na Paxful, lakini nawaomba kwa mazingira ya Afrika, kwa mazingira ya dunia yote, kwa mazingira ya tofauti na waaminifu zaidi, na mazingira ya kujisajili mazuri zaidi. Local Bitcoin ina mazingira mazuri sana ya kujisajili. Hizi zingine utahitaji passport, utahitaji nini, ambazo ni kidogo ngumu. Kwa nchi ya Tanzania utahitaji passport na nini, lakini naona nchi zingine wanahitaji vitu vya ziada. Kenya, kwa sababu wenyewe walishakuwa mbele yetu, kwa Tanzania inahitaji. Lakini local Bitcoin unaweza kuwa na kitambulisho kitambulisho chochote au cha kura cha nini au cha taifa, ukajisajili na wewe ukaanza kumiliki Bitcoin. Kwa hiyo ndio maana nilikuwa nawafundisha na kazia sana kwenye local Bitcoin ili baadaye. Sasa nje ya hapo kuna wallet tofauti, application tofauti, video zingine nitawaonyesha ambazo zitawasaidia nyie kumiliki sarafu zingine. Kwenye local Bitcoin tunaona kabisa unamiliki Bitcoin tu, lakini nje ya hapo Bitcoin yako unaweza ukanunua au ukafanya vitu vingi zaidi. Kwa hiyo kwenye local Bitcoin wametusaidia kitu kimoja. Unaweza ukanunua sarafu zingine ambazo hizo altcoins, sarafu zingine nje ya Bitcoin ambazo zitawasaidia kufanya nini? Kumiliki na nyie sarafu zingine. Hizi sarafu zingine zimeanzia nazo zero, dola 0 point something, 0.7, lakini usione zile, maana huwa thamani inapanda muda kwa muda.
hii thamani kipanda inawapa watu faida. Mtu anakuta ameweka milioni 1, kesho imeongezeka 100% au 1% ngapi, milioni 2. Umeelewa? Wengi mabilioni, wengine wanaweka mahela mengi. Vitu kama hivyo. Hivyo ndio jinsi watu wanavyofanya biashara. Wengine wana hold kwamba sarafu mimi naweza kuamua kwamba mimi siwezi hii nitaiweka tu, nitakuwa na save. Kama unavyo save benki kwa ajili ya familia yako au mambo ya baadaye, una save tu. Ndio watu wengine baadaye mtu anakuta I say imepanda thamani, imefika sasa hivi ni milioni 100, ilikuwa dola 1, sasa hivi milioni 100. Vitu kama hivyo ambavyo vinatokea. Sasa kwa hiyo na washauri watu mnaanza kujua sarafu zingine. Nitakuwa naanza kufundisha sarafu zingine. Nitakuwa naonyesha sarafu za kidigitali au cryptocurrencies tofauti. Kwa mfano sasa hivi sarafu zile ziko zaidi ya 400, kwa wengine wanasema ziko zaidi ya 10,000. Lakini inabidi uwe makini sana uko usichague, maana zingine zinashuka sana, zingine zinapanda. Kwa uzuri utakuwa unajionea soko linavyoenda pale wakati umeweka asilimia ngapi imepanda, asilimia ngapi kwa hiyo utakuwa unaelewa faida ulopata katika hizo sarafu nje ya Bitcoin. Kwa mfano wa sarafu naweza kuwapa Ethereum, kuna Litecoin, kuna Cardano ambayo inafanya kazi sio, wanasema itakuwa kubwa sana nayo. Kuna Dogecoin nayo ambayo inasumbua vichwa vya watu, ambapo tajiri mmoja amesema kwamba anakuja kuifanya iwe watu wanaenda nje ya mwezi kuitumia. Natumaini umeelewa. Vitu vingine nitaonyesha jinsi gani zitakavyofanya au zinavyoumiza kichwa watu tofauti. Kuna Stellar, kuna Bitcoin Cash. Kwa hiyo hizi zote zina umuhimu wake katika nafasi fulani, lakini zisiwaumize kichwa. Hizi sana Bitcoin, lakini zenyewe zimeanzia chini, na zingine unaweza kujua kabisa huyu ndio kaianzisha. Hiyo ni teknolojia mpya ya blockchain ambayo imeleta vitu vyote hivi, na usalama kama huu inausaidia. Hizi sarafu zote zimetoka kuchukua changamoto ya Bitcoin. Labda Bitcoin inakuja baada ya dakika 15, yenyewe dakika 1 imeshafika. Unaelewa? Bitcoin inakuja baada ya dakika 2, yenyewe sekunde imeshafika kwenye akaunti yako. Zilikuja tu nje kuleta changamoto kwa Bitcoin ilivyoanzishwa. Kwa hiyo natumaini mmeshaangalia kwenye social media zangu, naonyesha hata sasa hivi unajua hata China wenyewe wamekataa Bitcoin, wanataka iwe ya kwao. Wametengeneza sarafu yao yenyewe ambao watakuwa wanatumia kama kidigitali. Kwa hiyo introduction tu kidogo nimewapa kuhusu sarafu za kidigitali, ili msije kushangaa nikiwaonyesha sarafu hizi. Mimi sitaki ni wacomplicate mchanganye mambo. Nataka muelewe ili mjue zaidi. Na cha msingi kabisa, ukimiliki sarafu ya Bitcoin au cryptocurrency yoyote, sahau mwingilio wa kati. Sahau mfumuko wa bei. Sahau benki kuingilia kati. Uchakachuaji wa hela na ile teknolojia blockchain, yote hii inazuia haya mambo kutokea. Riski moja ambayo unaweza kutokea, password yako ukampa mtu mwingine, anaweza kufanya lolote lile, akachukua Bitcoin zako au sarafu zako zote digitali. Au ukasahau password yako, utapoteza sarafu zako zote. Kwa hiyo hivyo ndio vya msingi vya kuangalia ambavyo unatakiwa ufanye wakati unamiliki sarafu. Uwe makini na password yako, ujue jinsi ya kurudisha password yako na kadhalika. Kwa hiyo kuanzia sasa tutaona sarafu zingine za kidigitali ambazo zinahitajika wewe kufanya investment au kuzitumia katika uwekezaji. Na hakikisha usifanye research kwangu tu. Unaweza kusema jamani, sarafu gani? Utaona wengine kwenye mtandao wanasema sarafu gani, crypto gani ambayo unaweza kufanya investment sasa. Watakupa Dogecoin, labda watakupa Cardano, watakupa Ethereum, kwamba wanasema kwa baadaye hizi zitakuwa na zitaleta matunda makubwa katika maisha yako ya kiume. Kwa hiyo hivi ndivyo watu walianza kutajirika toka mwaka 2007 huko 2009, kipindi ambacho sarafu ya Bitcoin ilianza mpaka ikafika sasa.
Kwa hiyo kipindi hicho ilikuwa $1 tu Bitcoin. Sasa hivi Bitcoin ina thamani kubwa, kwamba ikiwa na thamani kubwa kwamba wewe eti huwezi kuimiliki, hapana. Unaweza kumiliki $100,000 Bitcoin, $50,000 Bitcoin, hadi $10,000. Kwenye Local Bitcoin nimefundisha vizuri kwenye video yangu jinsi ya kununua Bitcoin, jinsi ya kuwa makini wakati unanunua Bitcoin. Zote naomba mziangalie. Ndio maana sitaki kuweka video nyingi ili nije kuchanganya watu. Naomba mzipitie video zangu mara nyingi pasavyo. Usipoelewa rudia tena. Comment below kama una swali, weka comment ambacho hujaelewa, mimi nitakujibu nikifika hapo. Tutafundishana zaidi, mtazijua sarafu nyingi zaidi. Kwa hiyo nimewatajia sarafu chache tu kama hizo nilizowaambia: Ethereum, Litecoin, Canado, Polkadot, Bitcoin Cash, Stellar, Chainlink, Bitcoin Finance. Yani zipo nyingi. Watu wanasema zipo zaidi ya 10,000, lakini inabidi uwe makini katika uwekezaji wa hizi sarafu. Chache tu ndo unaweza kuwekeza. Kwa mimi sitaki kuwatajia sarafu hii nini inafanya. Mimi hapa lengo kuu ni uwekezaji. Ukiingia deep, kila sarafu ina mambo yake, lakini uwekezaji wako imekuwa unasema ngoja nitoe sarafu yangu, namiliki Ethereum ngapi, namiliki sijui ngapi, namiliki kitu kama hicho, na maisha yanaendelea. Kama kuna swali lolote, kama kuna sehemu yoyote hujaelewa, please comment below, tueleweshane, tujifunze, na mimi najifunza zaidi. Na usiache kujifunza kuhusu hizi sarafu za kidigitali. Kwa hiyo mimi nipo hapa kwa introduce sarafu zingine za kidigitali kama hizo zitaja hapo kabla. Nataka niwape picha mchukulie kama Bitcoin. Ndio maana lengo langu kuu, ukiangalia social media zangu zote za Instagram au Facebook, naomba zote mzifollow. Ukiangalia sana za maisha kidigitali, zote zimeandikwa maisha kidigitali, hadi Facebook maisha kidigitali, Instagram maisha kidigitali, zote ukiziangalia kuna vitu fulani navyofundisha ili watu msiache kujifunza. Kwa hiyo hapa nawapa tu introduction. Nitakuwa naonyesha jamani, kuna sarafu hii iko hivi na hivi, sarafu hii iko hivi na hivi. Naweka video chache ili mjifunze mara nyingi, mzirudie. Sitaki kuweka video nyingi ili mchanganyikiwe. Natumaini tutaeleweshana, tutajifunza zaidi. Nashukuru, lakini msiache kusubscribe channel yangu, kujifunza zaidi. Kama kuna fursa, mimi fursa nazoziweka hapa ni fursa hai. Makampuni jamani, makampuni yako mengi ya kuwawekea faida ni ya uongo. Jua wewe ni kutunza au kuchimba ndio inakuletea faida kwenye hizi sarafu. Nashukuru sana, natumaini tutajifunza zaidi. Kama kuna ukosoaji mtanikosoa hapo chini, lakini comment kama hujaelewa. Unaweza kulike video kama umeelewa, lakini comment kama hujaelewa, uliza maswali pale. Nije kuyakuta nitakujibu, na mimi nitapata idea ya kutengeneza video wewe ambao unaipenda. Nashukuru kwa kunisikiliza. Natumaini tutakuwa nafundishana kila siku kuhusu sarafu nyingi za kidigitali. Hii ndio maisha kidigitali. Usisahau kusubscribe, usisahau kushare kwa marafiki zako kwamba mimi najifunza Bitcoin, najua kumiliki Bitcoin. Watu wanaishi kwa Bitcoin wanabadilisha maisha yao. Fanya research, wanabadilisha maisha yao kwa Bitcoin tu. Kuimiliki tu Bitcoin ile. Wanabadilisha ndani ya mwaka mmoja, mtu kama bilionea, kama milionea, ni kwa sababu ya hizi sarafu za kidigitali. Asanteni sana. Keep in touch. Nashukuru sana. Ukitaka kubonyeza link ya video yoyote ambayo nimeelekeza, unabonyeza kichwa cha habari hapo. Ukishabonyeza, unabonyeza neno la blue hilo. Kwa hiyo hapo utakuwa umeingia kile ambacho nimeelekeza. Kila video ina link yake kutokana na maelezo.